Yoshua 1:9. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Anasema usiogope, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako, nitakuwa pamoja nawe kila uendako. Kwa Mungu anamhakikishia Yoshua kwamba mimi Mungu nitakuwa pamoja nawe kila, kwa nikiwa pamoja na wewe, hofu sio sehemu yako. Usiogope, usifadhaike. Mungu akiwa pamoja na wewe, ujasiri na ushujaa unakuwa sehemu yako. Sasa ni sababu ule ushujaa unakuwa ni ushujaa wa kwake ndani yako. Ule ujasiri unakuwa ni ujasiri wa kwake ndani yako. Ndio maana Yoshua katikati ya kila aina ya changamoto hakuogopa. Amekutana na Yeriko. Biblia inasema Yeriko ilikuwa imefungwa sana kwa sababu ya wana wa Israeli. Haikufungwa kwa sababu nyingine, ile ilifungwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Kwa kuna mambo kwenye maisha yanaweza kama imefungwa sana kwa sababu yako, sio kwa sababu ya kitu kingine. Biblia inasema Yeriko ilikuwa imefungwa sana kwa sababu ya wana wa Israeli. Hiyo ni Yoshua sura ya 6 ukisoma. Ilikuwa imefungwa sana kwa sababu ya wana wa Israeli, sio kwa sababu ya kitu kingine. Kwa kilichosababisha ifungwe ni ili Israeli wasiingie ndani yake, wakateka mateka ule mji. Kwa kuna mazingira ambayo unaweza kukuta yamefungwa sana. Kwenye biashara yako pengine milango imefungwa sana. Kazini kwako pamefungwa sana. Kwenye jambo la kwako limefungwa sana. Kwenye malengo ya kwako yamefungwa sana kwa sababu yako. Unashangaa, mbona mwingine akifanya vinaenda? Mbona mwingine akiingia anapata mpenyo? Mbona mwingine akibonyeza button anafanikiwa? Kwa nini mimi sipigi hatua? Imefungwa kwa ajili yako, haijafungwa kwa ajili yake. Na ili ifunguke, na ili upite, na ili upenye, uwepo wa Mungu unahitajika. Ndio maana Biblia inasema Yoshua alipotoka, Biblia inasema akavua macho yake akikabili Yeriko. Ndipo Biblia inasema malaika wa Bwana akamtokea, akaona mtu na panga, akamwambia wewe upande wetu upande wa adui? Akamwambia siko upande wako wala upande wa adui. Anasema mimi ni amiri wa jeshi la Bwana. Maana alikuwa ni Yesu mwenyewe ndio jemedali mkuu wa jeshi. Biblia inasema Yeshua akasujudu kifudifudi, akamwabudu, then akampa maelekezo ya kufanya. Kwa nini? Sikiza, alishinda Yeriko kama matokeo ya uwepo wa Mungu kuwa pamoja naye. Sababu kwenye Yoshua 1:9 anawaambia usiogope, usifadhaike, mimi ni Bwana Mungu wako, nitakuwa pamoja na wewe kila uendako. Kwa matokeo ya Yoshua kushinda Yeriko iliyokuwa imefungwa kwa ajili yao ilikuwa ni matokeo ya uwepo wa Mungu kuwa pamoja naye. Kwa ukiwa ndani ya uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu ukiwa pamoja na wewe, hakuna kitu kitakachofusikiza. Adui anaweza akafunga na anavyofunga ili usipenye mahali, ili usipige hatua fulani, ili usifike unakotaka kufika, ila Bwana ataufungua kwa ajili yako. Atakupa maelekezo. Akipa maelekezo na ukatia ile maelekezo, kila mlango unafunguka kwa ajili yako, na kila ukuta unaanguka kwa ajili yako. Ndio maana Samueli wa kwanza sura ya 2 inatuambia hakuna mwanadamu atakayeshinda kwa nguvu zake. Wewe ndani Yeriko angeshindaje? Hakikisha unatafuta uwepo wa Mungu, sababu Biblia inasema kwake yote yanawezekana. Kwa tafuta uwepo wa Mungu uwe na wewe, vizuizi na vigingi vinapotea.